benchi la ufundi hii leo tuanzie kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Jana bwana kilikuwa kinacheza mchezo wake wa kijipima wa kirafiki wa kimataifa dhidi ya Irani, na mchezo ambao ulitamatika kwa timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars kupoteza kwa goli 2-0. Mambo mengi yamezungumzwa, lakini yanayozungumzwa yote pengine ni kutokana na muendelezo mbovu wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kwenye insha upataji wa matokeo. Hatuwezi tukaijaji timu ya taifa ya Tanzania kupitia mchezo wa Irani ambao Irani ni taifa kubwa ambalo pia tayari linatuzidi kiuwezo wa upande wa soka. Liko nafasi ya 21, lakini tayari ikiwa limekata tiketi ya kufuzu kombe la dunia. Lakini kinacho wapa mtazamo mashabiki wengi kuweza kuangalia namna gani ambavyo Stars inaendelea kupata matokeo ni matokeo ambayo hapo nyuma pia ameyapata. Amepoteza dhidi ya Zambia goli 1-0, lakini pia dhidi ya Niger goli 1-0, lakini pia michuano ya Chani pia kukuepo pia na muendelezo wa matokeo mabovu. Na pengine pia kuna mambo ambayo pengine kama taifa tukarudi mezani na kuyafanya, pengine pia tunaweza tukapiga hatua. Eneo la kwanza ambalo pengine shirikisho pia lingeamua kuweka nguvu zaidi ni kwenye upande wa uzalishaji wa wachezaji. Kuna uzalishaji wa wachezaji hapa Tanzania umekuwa ni kizungumkuti. Wengi wachezaji ambao wanapatikana si wachezaji ambao wanapitia kwenye process ya mpira. Ni aina ya wachezaji ambao vilabu ama timu mbalimbali zinakuja pia kuwapatia juu kwa juu. Tazama hata kipindi cha usajili namna ambavyo kumekuwepo na kugombaniwa kwa wachezaji ambao vilabu vikubwa hapa Tanzania na vidogo si wachezaji ambao vinawazalisha wenyewe, ama unakuta pengine kuna academy ambayo inawazalisha. Ni wachezaji ambao wanajitafuta. Naweza nikatolea mfano Idi Nado, namna ambavyo alitokea kwenye michuano ya Ndondo Cup, na aina na namna ambavyo pia aliweza kugombaniwa na hivi vilabu. Ni kukosekana pia kwa mfumo sahihi wa uzalishaji wa wachezaji ambao pia pengine wangekuwa wanapanda. Pengine kizazi ambacho kimepitia mfumo huu wa mpira, naweza kuzungumzia kizazi cha kina Israel Mwenda, kizazi cha kina Novatus Dismas, lakini na kina Kevin John. Hiki at least unaweza kaona namna ambavyo Serengeti Boys iliweza kuwakuza na kuwapa nafasi ya kuonekana. Lakini ukiangalia wachezaji wengi ambao wanaitumikia timu ya taifa ya Tanzania ni wachezaji ambao process ya mpira kama haikufuatwa. Lakini eneo la pili ni uzalishaji wa makocha. Makocha wetu kwa sasa pia ni kocha yoyote ama mfano mimi ama Yezu, kama unapata nafasi ya kwenda kusoma basi unasoma na unaaminiwa pia kama vyeti vyako vinakwenda sawa. Tuzalishe makocha wengi, lakini si tu kufundisha vilabu vya hapa ndani, wapate nafasi pia kwenda kufundisha nje ya Tanzania na kuweza kupata ujuzi mkubwa ambao utalisaidia taifa hili. Eneo la tatu ni aina ya uongozi ambao unakwenda kusimamia soka. Unajua aina ya uongozi, mimi natamani pia uongozi ulibebe swala hili kwa maslahi ya umma, sio kwa maslahi ya mtu binafsi. Kwamba kuna labda kuna mchezaji fulani anacheza vizuri, nikimweka timu ya taifa ataonekana, hata kama hana kiwango ambacho wengi hana kiwango ambacho kitaifanya taifa kupiga hatua. Hii tuondokane nalo na kufanya kwa maslahi mapana kabisa ya taifa. Taifa Stars mpaka sasa matokeo yake yamekuwa si mazuri, na kinachopigiwa kelele pia ni coach. Naweza nikasema pia kwa upande wa coach hajafuzu mbinu, mbinu zake hajafuzu kulifundisha kufundisha timu ya taifa kwa aina ya michezo ambayo tumeshuhudia. Aina selection anayoifanya ya wachezaji bado inaleta ukakasi kwa mashabiki wa soka Tanzania na kwingineko. Bado tuna nafasi ya kujifunza. Kutokufuzu kombe la dunia si tija kukata tamaa. Hata ukitazama mchezo wa jana, makosa mengi ambayo yalifanyika kwenye mchezo huo yalitokea kwenye defense line ya timu ya taifa. Goli la kwanza Ibra Baka kifanya makosa ndani ya penalty box na kusababisha penalty. Lakini goli la pili Israel Mwenda anarudisha mpira ambao ni pasi mkaa kuelekea kwa goalkeeper Yakuba na kusababisha pia
kufungwa goli hilo la pili. Kwa hiyo utaona namna ambavyo pia kumekuwepo na dosari nyingi ambazo zinapelekea kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kurudia makosa yale ambayo yamekuwa yakifanyika. Hilo tulitilie mkazo. Tunaelekea AFCON, finali za AFCON ambazo zinaanza mwezi Disemba, na tuna siku chache kama mwezi mmoja tu wa kuyafanyia kazi haya na kwenda kufanya. Tuko kundi C na ni kundi gumu kweli kweli. Nigeria yuko pale, Uganda pia yuko pale, na Tanzania tukiwepo pale. Kwa hiyo utaona namna gani ambavyo pia tuna kiputa kigumu pia AFCON kwenye kundi C ambalo Taifa Stars iko pale. Bana, tukiachana na hilo, Gunners bwana kutokea hapa mkoani Kigoma bwana wamesafiri kuelekea kule Mbeya kwa ajili ya kuwavaa Ken Gold kwenye michuano ya championship na Gunners wanarusha kete yao kesho dhidi ya kikosi cha Ken Gold majira saa 10 kamili za jioni. Baada hapo tarehe 20 pia watasafiri kuelekea kule Songea kwa ajili ya kucheza na Songea United. Tuiombe bwana, ni timu ya hapa Dodoma. Pengine pia kama inafanya vizuri kwenye msimu huu wa championship ikaongezeka timu ya pili kwenye mkoa huu ligi kuu. Lakini bwana, ligi kuu, tamu wa ligi kuu Tanzania bara unarejea mwishoni mwa juma hili. Siku ya Ijumaa tarehe 17 bwana kutapigwa michezo miwili. Pamba Jiji kutokea kule jijini Mwanza, wao watawakaribisha Mashujaa kunako uwanja wa CCM Kirumba majira saa 8 kamili za mchana. Na lakini pia baada hapo kikosi cha Fountain Gate wao pia watakipiga mchezo ambao watacheza pia Fountain Gate dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji, na mchezo utakaochezwa kule Babati majira saa 10 na dakika 15. Na hiyo jana pia tulipata nafasi ya kuzungumza na msemaji wa Fountain Gate, na tukazungumzia kuhusiana pia na aina baada ya kufunguliwa. Unajua Fountain Gate pia walikuwa wamepigwa bani na shirikisho la soka duniani FIFA kwenye masuala mazima ya usajili, na baada ya kupitiwa pia na hoja zao kuziwasilisha kule wakafunguliwa na kuweza kupata nafasi ya kufanya tamasha la kutambulisha baadhi ya nyota. Ni hali ngumu wako nayo Fountain Gate mpaka hivi sasa. Wamepoteza takriban michezo mitatu ya mwanzo, wakipoteza dhidi ya Mtibwa Sugar, lakini pia Fountain Gate hawa wakapoteza mchezo wao dhidi ya Simba, lakini wakipoteza dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo utaona namna ambavyo gap ni kubwa kwa sasa pia kwa kikosi cha Fountain Gate kuzisaka alama. Na michezo mitatu mfululizo, tarehe 17 kicheza dhidi ya Dodoma Jiji, lakini pia tarehe 22 dhidi ya Coastal Union, lakini pia atakipiga dhidi ya KMC kabla ya mapumziko marefu ya kupisha michuano ya AFCON ambayo inatarajia pia kuchezwa mwezi Disemba. Kwa hiyo ni nafasi pia kwa mwalimu wa Fountain Gate kutumia muda huu kufanya vizuri na kuweza kufuzu ama kuweza kuokota angalau hata alama 6 tu kwenye michezo hii. Baada kimataifa Ezu pamoja na msikilizaji, na jana kulipigwa pia michezo ya kuwania kufuzu kombe la dunia, na cha kufurahisha ni barani Afrika hapa bwana, na michezo kunako kundi C ambayo ilikuwa ni kundi la kifo, naweza nikaliita kwa aina ya msimamo ulivyokuwa, kwa sababu timu ya taifa ya Benini wao walikuwa wanaongoza kundi hili, na jana wakicheza na Nigeria wakapoteza goli 4-0. Nigeria ambaye alikuwa anahitajika kupata ushindi wa kuanzia magoli matatu, yeye akafanya wonders na kushinda goli 4-0. South Africa akaichabanga Rwanda bwana goli 3-0 na kufanya sasa South Africa kufuzu moja kwa moja kuelekea kombe la dunia kule nchini Marekani, na Nigeria yeye sasa ndio itacheza playoff ya zile timu 4. Nigeria naungana na timu ya taifa ya Gabon, Congo DRC pamoja na Cameroon, na itachezwa playoff kwa ajili ya kupata timu moja ambayo itakwenda kucheza Intercontinental, na Intercontinental itahusisha mataifa mbalimbali kutoka duniani ambayo yatapata nafasi ya kwenda kushiriki kombe la dunia. Lakini kwa timu ambazo tayari zimefuzu moja kwa moja ni timu ya taifa ya South Africa ambayo imefuzu, Ghana
Ivory Coast, lakini pia taifa la Cape Verde, taifa dogo ambalo jana pia tulizungumza uwekezaji mkubwa waliofanya Cape Verde na kuweza kuwa long term plan ambayo wameiweka na kuweza kuwanufaisha kwa mara ya kwanza wakifuzu kombe la dunia. Lakini mataifa ya Tunisia, Morocco, Algeria pamoja na Misri akirejea baada ya kombe la dunia la msimu jana ambao lilipita hakushiriki. Kwa hiyo anarejea pia Misri kwenye kombe la dunia hilo. Leo pia kutakuwepo na michezo kadhaa kule barani Ulaya. Lakini tuangazie pia matokeo ambayo jana yalichezwa kule barani Ulaya kwenye kuwania kufuzu kombe la dunia. Spain bwana kaichabanga Bulgaria goli 4-0. Bonge moja la mechi ambalo lilichezwa jana, lakini bila Lamine Yamal, Spain jana pia wanaichabanga Bulgaria. Uturuki pia kaichabanga Georgia goli 4-1, lakini pia Serbia akaichabanga Andorra goli 3-1. Latvia akipoteza goli 5-0 dhidi ya kikosi cha England. Kwa hiyo ratiba ya michezo ndivyo ilivyokuwa Ndaki William. Lakini kule kunako michezo ya kirafiki bwana jana inaweza kusema nani Mende kadondosha kabati. Japani bwana akaifunga Brazil goli 3-2. Mengi yamezungumzwa kuhusiana na mchezo huu. Pengine pia bado mwalimu Carlo Ancelotti anapitia wakati mgumu kwenye kukisuka kikosi cha Brazil ambacho kimesheheni nyota wengi, kina Martinelli, lakini pia tunajua uwepo wa wachezaji wakubwa ambao pia wanacheza ligi kubwa. Unajua mfano hata wewe Ndaki ukikabidhiwa timu ya taifa Brazil, kuna ugumu kwenye selection ya wachezaji. Kila unayemgusa ni mchezaji mzuri. Hili pia naliona kwa mwalimu Carlo Ancelotti ambaye amezidi pia kutokufanya vizuri. Ametoka kushinda mchezo wake wa kirafiki dhidi ya South Korea goli 5-0, lakini jana anakumbana na kisiki cha Japani ambayo kwa sasa pia ni timu bora kwenye ukanda ule wa Asia, na anapoteza goli 3-2 na ametoka tu kuongezewa kandarasi bana. Mengi zaidi lakini ni kwenye Sports Junction majira saa 1:20 mpaka 3 kamili. Tunakutana pale kuyazungumza yale yote ambayo yamejili kwenye uwanda wa kimichezo. Sawa.